Leo tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa imani ya kushinda majaribu. Katika nasaba ya Joseon kulikuwa na wafanyabiashara wawili waliosafiri pamoja. Wafanyabiashara hawa wawili walikuwa na hulka tofauti. Mmoja alilalamika sana, lakini mwingine alikuwa na matumaini. Mfanyabiashara mwenye matumaini hakuwa mpole au asiye na uwezo wa kufanya mambo ipasavyo. Hakulalamika alipokabiliwa na hali. Kwa kuwa wale wafanyabiashara wawili walikuwa na hulka tofauti, waliendelea kupongezana vizuri. Siku moja yenye joto wakati wa kiangazi, iliwabidi wapande kilima kirefu sana. Kama kungekuwa na magari, wangeweza tu kuendesha juu ya kilima, lakini kwa kuwa hapakuwa na magari, iliwabidi kupanda kwa miguu. Yule mfanyabiashara aliyelalamika sana alisema, ninatokwa na jasho sana kwa sababu ya hii hali ya hewa ya joto. Je, tunahitaji kupanda kilima hiki? Alilalamika kuhusu kwenda kwenye kijiji kilicho upande mwingine wa kilima. Walakini mtu aliyekuwa na matumaini hakuona hivyo. Rafiki, unazungumzia nini? Katika joto hili, mfanyabiashara yupi angepanda kilima hiki kuuza bidhaa katika kijiji kile? Tukienda hakika tunaweza kuuza kila kitu tunachobeba. Je, hali hii ya hewa si baraka kwetu? Watu hawa wawili walikuwa na mtazamo tofauti sana. Mtu mmoja alifikiria kuhusu maumivu na taabu, ilhali mwingine alifikiria kuhusu thawabu zinazokuja baada ya kuvumilia magumu. Sababu ya kuwatajia kuhusu wafanyabiashara hawa wawili ni kwamba waumini wetu wote wapendwa wa Sayuni pia wanakabili matatizo kwenye njia ya imani. Yesu alitupa maneno yake kuhusu hili. Yeyote anayetaka kuwa mwanafunzi wa Yesu lazima awe na nini? Wale ambao hawamfuati Yesu si lazima waubebe msalaba, lakini katika maisha yao watakabili msalaba. Tunapopewa misalaba ya aina mbalimbali, tukisema ninateswa na kuhangaika kwa sababu ya huu msalaba na kulalamika, tutashindwa. Walakini wale wanaofikiria kuhusu thawabu na baraka zinazokuja baada ya mateso kamwe hawatasema mambo kama hayo. Siku zote watatabasamu wakifikiri nini kitafuata. Ufalme wa mbinguni unatungojea na Mungu atatufanya kuwa ukuhani wa kifalme mbinguni. Akasema, ninaenda kuwaandalia mahali. Vuta taswira Mungu akiandaa mahali kwa ajili ya watoto wake katika ufalme wa mbinguni. Katika ulimwengu huu ambapo lazima tuondoke baada ya muda mfupi, inaleta tofauti gani ikiwa tunaishi katika chumba kimoja au katika jumba kubwa la kifahari? Haya ni maeneo tu tunayopitia. Kuna waumini wanaoishi kama msafiri, ilhali wengine wanaishi kama mzururaji. Kwa msafiri anayeondoka nyumbani kesho, haijalishi ikiwa blanketi ni nyembamba, mapambo ni ya kifahari, au ukuta usio na mapambo. Ni kwa sababu wanaondoka kesho.
Walakini mzururaji ni tofauti. Ikiwa mtu anafikiria dunia hii kama makao yao ya milele, watalalamika kuhusu kila kitu. Nyumba yake ni bora kuliko yangu. Cheo chake ni bora kuliko changu. Kwa kuwa siku zote wanalinganisha, hawawezi kufanikiwa katika ulimwengu huu na katika imani yao. Kwa hiyo, tunapaswa kuwa na imani yenye matumaini. Je, asubuhi haipambazuki baada ya usiku kupita? Baada ya kipupwe baridi kupita, je, chemchemi yenye joto hairudi? Tukiona forsythia, maua ya mcheri na maua ya majira ya kuchipua, tunafikiri, wow, theluji ilinyesha hivi majuzi tu, hata hivyo majira ya kuchipua tayari yamekuja tena. Kila mtu, hakuna chochote maishani mwetu kinachodumu milele. Maisha yetu katika dunia hii yana mwisho, siyo ya milele. Wale wanaoona wakati wao duniani kama ule wa msafiri hawalalamiki kuhusu chochote. Hakuna haja ya kulalamika kwa sababu ukuta ni chakavu. Kesho asubuhi ataiacha hiyo nyumba. Si mahali ambapo ataishi milele, sivyo? Wale wanaolalamika wanafikiria tu taabu za sasa. Je, inanibidi nikabiliane na hali ngumu kama hii tena? Walakini mfanyabiashara huyo mwenye matumaini hakufikiria hivyo. Nikipanda kilima hiki ambacho kila mtu anaona ni vigumu, watu katika kijiji hicho watanunua bidhaa zangu zote. Kila mtu, tukipanda kilima kwa mtazamo huu, haitakuwa vigumu. Leo hebu tulikumbuke hili. Wakati wa kanisa la mapema, mitume walikuwa na imani ya aina gani ili kushinda changamoto? Mtume Paulo alipokea mapigo 5 ya mapigo 40 kasoro 1, lakini aliamini kwamba atapewa taji la uzima. Kwa hiyo hatupaswi kusoma tu kuhusu mifano hai ya watakatifu wa kanisa la mapema waliokimbia mbio zao kwa bidii, lakini lazima tuelewe kwamba kwa kweli waliishi maisha ya aina hii na kufuata nyayo zao. Tufungue Warumi sura ya 8 mstari wa 5. Wale wanaoishi kulingana na mwili wanaiona dunia hii kama makao yao ya milele. Hawayaoni maisha yao kutokana na mtazamo wa wageni waliotajwa katika Biblia. Tuangalie Warumi sura ya 8 mstari wa 5. Kwa maana wale wanaoishi kwa kufuata mwili huziweka nia zao katika vitu vya mwili, lakini wale wanaoishi kwa kufuata Roho huziweka nia zao katika mambo ya Roho. Tunaishi maisha ya kiroho. Walakini wale wanaoishi maisha ya kiroho wanapotenda katika namna ya kidunia na kufasiri hali kwa mtazamo huo, wataangamizwa. Tuone mstari wa 5 tena. Kwa maana wale wanaoishi kwa kufuata mwili huziweka nia zao katika vitu vya mwili, lakini wale wanaoishi kwa kufuata Roho huziweka nia zao katika mambo ya Roho. Kwa maana kuwa na nia ya mwili ni nini? Mauti. Wale wanaofuata njia hiyo wataishia na mauti. Kwa maana kuwa na nia ya mwili ni mauti, bali kuwa na nia inayoongozwa na Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni nini? Kitatokea ikiwa nia inaongozwa na mwili? Inatuongoza kuwa adui za Mungu. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui na Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Wale wanaotawaliwa na mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Neno kamwe halikosekani kabla ya tafadhali.
Watu kama hao hawawezi kamwe kumpendeza Mungu. Wale wanaotawaliwa na mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Mstari wa 9. Lakini ninyi hamtawaliwi na mwili, bali na Roho, ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Mtu yeyote ambaye hana Roho wa Kristo, yeye si wa Kristo. Ikiwa ni watakatifu au wachungaji watendakazi, bila shaka kuna vilima na vikwazo. Tunapokabiliana nazo, hatupaswi kulalamika, tutawahi kufika huko lini? Badala yake, tunapaswa kuzingatia wakati ujao mwangavu. Baadhi ya watu hutembea hiyo njia kwa shangwe ya kutazamia hazina za mbinguni ambazo zilizopo mwishoni mwa safari, ilhali wengine wanafikiria tu kuhusu mateso ya sasa na kusema, jamani, hii ni ngumu sana. Nitakufa. Mwishowe, kundi la mwisho litakata tamaa. Hawawezi kamwe kufika kileleni wakiwa na mtazamo huo. Wazia kwamba hazina kubwa iko juu ya kilima. Nani asingepanda kile kilima? Hata wale ambao hawawezi kutembea kwa shida wataruka huko. Ni nguvu gani inayotuwezesha kuruka? Je, si tumaini la mbinguni ambalo Mama wa mbinguni hutupa? Ijapokuwa tunapaswa kutembea njia ya Injili tukiutazama huo utukufu, je, hatufikirii, la hasha, kupanda kilima hicho katika hali ya hewa hii ya joto kutanifanya nitokwe jasho jingi? Tukifikiri zaidi ya kile kilima, watu wengi sana wanangoja kubatizwa, hatua hizo hazitakuwa ngumu. Tuone mstari wa 13. Sura ya 8 mstari wa 13. Kwa maana mkiishi kwa kuufuata mwili mtakufa, lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. Kwa maana hamkupokea roho ya utumwa iwaleteayo tena hofu, bali mlipokea Roho ya kufanywa wana, ambaye kwa yeye twalia, Aba, yaani Baba. Mstari wa 16, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Hivyo, ikiwa sisi ni watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam. Tunapaswa kushiriki katika nini? Mateso ni jambo ambalo mtu yeyote anayefuata maisha ya Kristo hana budi kupitia. Tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Mstari wa 18, nayahesabu mateso yetu ya wakati huu kuwa si kitu. Mateso yetu ya sasa hayafai kitu gani kulinganisha na utukufu utakaodhihirishwa kwetu? Mungu anataka tuwe na imani hii. Badala ya kuangalia ugumu na kufikiri, je, inanibidi nilitatue hili tena? Ninawezaje kubeba mzigo huu mzito? Tunapaswa kufikiri, kwa kuchukua mzigo huu mzito, ninaweza kuongoza watu wengi kwenye njia hii. Ndipo tunaweza kuelewa kwamba mateso yetu ya sasa hayafai kulinganishwa na utukufu utakaodhihirishwa kwetu. Watakatifu wa kanisa la mapema waliitimiza Injili kwa imani hii. Paulo alichapwa viboko 40 kasoro kimoja, alichapwa kwa fimbo, alipigwa kwa mawe na alikaa kilindini usiku kucha na mchana kutwa. Walakini hakuna kilichoweza kumzuia kuhubiri Injili. Alikuwa anafikiria kuhusu nini? Ilikuwa kwa sababu aliutazamia utukufu ujao. Tunasema tuna imani, ilhali katika hali zinazohitaji imani, tunafikiri, ninawezaje kutembea hiyo njia tena? Ingawa hazina zinatungojea mwishoni.
Tunapaswa kufikiri kati ya aina hizi mbili za watu, tunapaswa kuwa na sifa zipi ili kutimiza misheni ya Injili? Kwa hiyo wale wanaoshindwa wanazingatia tu magumu, wakivunjika moyo kwa urahisi, huku wale wanaofanikiwa wakifikiria kuhusu utukufu utakaokuja baada ya kazi yao ya bidii. Ninatumaini kwamba waumini wetu wote wa Sayuni hawatatokea mbele za Mungu kama walioshindwa. Hebu tusimame mbele za Mungu kwa fahari kama washindi, iwe katika Injili au kitu kingine chochote. Hebu tuchunguze kwa ufupi kuhusu hili katika historia ya Mtume Paulo. Tuangalie Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 22. Je, wao ni Waebrania? Mimi pia ni Mwebrania. Je, wao ni Waisraeli? Mimi pia ni Mwisraeli. Je, wao ni wazao wa Abrahamu? Mimi pia ni mzao wa Abrahamu. Je, wao ni watumishi wa Kristo? Nanena kiwazimu. Mimi ni zaidi yao. Nimefanya kazi kwa bidii kuliko wao, nimefungwa gerezani mara kwa mara, nimechapwa mijeledi sana, na nimekabiliwa na mauti mara nyingi. Mara 5 nimechapwa na Wayahudi viboko 40 kasoro kimoja. Mara 3 nilichapwa kwa fimbo, mara 1 nilipigwa kwa mawe, mara 3 nimevunjikiwa na meli, nimekaa kilindini usiku kucha na mchana kutwa. Katika safari za mara kwa mara, nimekabiliwa na hatari za kwenye mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kutoka kwa watu wangu mwenyewe, hatari kutoka kwa watu wa mataifa, hatari mijini, hatari nyikani, hatari baharini, na hatari kutoka kwa ndugu wa uongo. Nimekuwa katika kazi ngumu na taabu, katika kukesha mara nyingi, ninajua kukaa njaa na kuona kiu, nimefunga kula chakula mara nyingi, nimehisi baridi na kuwa uchi. Zaidi ya hayo yote, nakabiliwa na mzigo wa wajibu wangu kwa makanisa yote. Je, ni nani aliye mdhaifu nami nisijisikie mdhaifu? Je, nani aliyekwazwa nami nisiudhike? Kama ni lazima nijisifu, basi nitajisifia yale mambo yanayoonyesha udhaifu wangu. Kama tunavyoweza kuona, Mtume Paulo alihisi baridi, kuwa uchi na hata kukataliwa na watu, ilhali alishiriki neno la Mungu la uzima na watu mara kwa mara. Ni kwa sababu wanapopokea neno la uzima, dhambi zao zitasamehewa na badala ya jehanamu, wataenda kwenye ufalme wa milele wa mbinguni. Paulo alifikiri kwamba kutoa ufalme wa mbinguni kwa kila mtu ilikuwa hazina kubwa. Huko jikoni, wake wa wachungaji watendakazi huandaa milo yenye ladha nzuri kila Sabato. Najua inahitaji kazi nyingi. Wakati hali ya hewa ni joto, kusimama karibu na jiko ni ngumu sana. Walakini mwisho wa juhudi hizi, wanafamilia wetu wa mbinguni waliopotea watarudi kwa baba na mama. Siku ile Injili itakapokamilika, tutabadilishwa kuwa na mfano wa kiroho wa Mungu na kurudi mbinguni. Kwa imani hii, wachungaji watendakazi na wake zao wanafanya kazi kwa bidii, wakipanda vilima vyao wenyewe. Kwa sababu ya baraka zilizoahidiwa, Paulo alivumilia kuchapwa viboko 40 kasoro moja mara 5. Ingawa alihisi baridi, akiwa uchi na njaa, hakuacha kuhubiri Injili kamwe. Paulo alisema nini mwishoni? Sasa nimemaliza yale niliyopaswa kufanya. Nimekamilisha wajibu wangu. Sasa nimewekewa taji ya haki. Hivi ndivyo alivyoahidi Mungu. Nililiona na nimekuwa nikikimbia kulielekea. Uweza wa Mungu ni wa kustaajabisha kiasi gani?
Mungu aliumba mbingu na dunia kwa neno lake, naye alifanya maji juu na maji chini na kila kitu kilichomo. Ila bado kuna vipengele vingi sana ambavyo sayansi haijavumbua. Kweli ni fumbo. Mungu aliyefanya miujiza hii anaitaka mioyo ya wanadamu kumrudia. Ni kazi rahisi sana kutoka kwa mtazamo wa Mungu. Walakini kutokana na mtazamo wetu tunaona ni vigumu. Waumini wote wa Sayuni wanapaswa kutazamia wakati ujao mtukufu tuliojaliwa na Mungu. Hebu tusifikiri ninawezaje kuushinda mlima huu na kuzingatia tu maumivu. Tunapaswa kuzingatia utukufu na baraka zitakazokuja kama matokeo ya kuushinda, kama vile Paulo, Petro na watakatifu wa kanisa la mapema. Katika Waibrania sura ya 11 inasema kwamba walikuwa na imani ambayo ulimwengu haukustahili. Imani yao haikuzingatia magumu tu. Katika maisha yao ya kila siku, walikuwa na tumaini la baraka na utukufu utakaopokelewa baada ya kuushinda, pamoja na ahadi ya Mungu ambayo ni ya thamani zaidi kuliko almasi. Imeandikwa kwamba Mungu alipendezwa na watu kama hao. Njia hii ya imani inawapendeza baba na mama. Hata sasa waumini wengi wanatembea njia hii kwa bidii. Hata hivyo, sisi sote tunapaswa kuzaliwa upya ili tuwe na imani chanya. Tufungue Waibrania sura ya 11. Tuangalie mstari wa 6. Lakini pasipo imani, inakuwaje pasipo imani? Haiwezekani kabisa kumpendeza Mungu, kwa maana yeyote anayemjia Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kuwa huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Kwa imani Noa aliponywa na Mungu kuhusu mambo ambayo hayajaonekana bado, kwa kumcha Mungu alitengeneza safina ili kuokoa jamaa yake. Kwa imani yake aliuhukumu ulimwengu na akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Kama tungeambiwa jengeni safina kwa ajili ya wokovu wenu, tungefanya nini? Je, tungeanza mara moja kuijenga tukisema amen? Katika maisha yetu ya imani lazima tuseme amen na tuendelee. Walakini kama hali ya Noa ambayo tunapitia tu kwa maandiko, kwa kweli tungeamriwa sisi, itakuwa tofauti. Waumini wengi wangeiona kuwa ngumu. Mawazo ya wasiwasi kama ningewezaje kufanya hivyo yanaweza kutokea. Hivyo ndivyo wale wapelelezi 10 walivyofikiri. Tunawezaje kuteka ngome kubwa ya Yeriko kwa majeshi ya Israeli yasiyo na uzoefu? Kulingana na walichokiona, walihisi kuwa haiwezekani. Walikuwa wamesahau ahadi za Mungu. Mungu ametuahidi ufalme wa mbinguni. Hebu tusizingatie tu magumu yaliyo mbele yetu na tuepuke kila kitu kingine. Nyuma ya kazi hiyo kuna ahadi iliyotolewa na baba na mama yetu. Wanatusaidia katika mambo yote. Kwa kuwa Mungu aliahidi kutusaidia hadi mwisho wa dunia, je, Mungu atatuepuka? Hata kwa kuangalia tu kile kilichoandikwa kuhusu Noa katika Waibrania sura ya 11, tunaweza kuona kwamba kama watu wa wakati wa Noa wangaliambiwa, jengeni safina, ni vigumu kupata mtu ambaye angetii kwa urahisi. Kwa kuwa hapakuwa na mtu yeyote mwenye imani kama ya Noa, je, Mungu hakumuomba Noa? Tuendelee na sura ya 11 mstari wa 24. Kwa imani Mose alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akachagua kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa anasa za dhambi kwa kitambo kidogo tu. Mose alichagua kutendewa vibaya kwa sababu alijua Mungu atawapa Kanaani itiririkayo maziwa na asali.
Kwa kuwa aliamini kwamba Mungu atawapa watu wake hiyo nchi, alipata shangwe zaidi kuteseka pamoja nao kuliko kufurahia anasa za dhambi katika Misri. Mstari wa 26. Aliona kushutumiwa kwa ajili ya Kristo ni utajiri mkubwa zaidi kuliko hazina za Misri, maana alikuwa anatazamia kupata. Alikuwa anatazamia nini? Thawabu baadaye. Tunapaswa kuwa na tumaini kwamba mara tu tunapopanda kile kilima, baraka na hazina zisizo na kikomo zitafunuliwa mbele yetu. Hatimaye, tunapaswa kutekeleza misheni ya Injili kwa imani ya kuona mambo kama hayo. Hakuna injili inayoweza kuokoa ulimwengu isipokuwa injili yetu. Hivyo ni lazima nani afanye kazi hii? Lazima tuifanye. Hakuna haja ya kulalamika juu ya kazi na kuogopa tukifikiri tunawezaje kufanikisha hili. Mlipoupokea ukweli, huenda kulikuwa na mtu mmoja au watu wawili tu wakitembea hiyo njia. Walakini muda mfupi baadaye, watu wengi zaidi wanatembea njia hiyo. Mungu amewatuma. Kazi tulizopewa zinaweza kuonekana kama kilima chenye mwinuko zaidi ukilinganisha na zile za wengine ulimwenguni. Walakini hata wakipanda kilima chao haiwafaidi kitu. Kuhusu kilima chetu, nini kitatokea mara tunapokivuka? Hakuna jicho limeona wala sikio limesikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu ulimwengu yale Mungu aliyotuandalia. Furaha itakuwa ya milele. Je, si ulimwengu kama huo ulioahidiwa kwetu? Wakati wa safari ya miaka 40, kwa nini Waisraeli wote 600,000 walionung'unika pamoja na wale wapelelezi 10 waliangamia? Ilikuwa kwa sababu walisahau ahadi ya Mungu kuhusu Kanaani. Hebu tukumbuke. Mama daima husema, je, hatuna tumaini la mbinguni? Je, si ufalme wa mbinguni unatusubiri? Maneno haya yamechorwa sana moyoni mwangu. Tunapofikiria mbinguni, mambo ya dunia hii si kitu. Muda hupita iwe tunakula zaidi au kidogo. Tuone Waebrania sura ya 11. Katika sura ya 11 mstari wa 32 imeandikwa, basi niseme nini zaidi? Sina wakati wa kusema habari za Gideoni, Baraka, Samsoni, Yeftha, Daudi, Samueli na manabii, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitekeleza haki na wakapokea ahadi za Mungu, walifunga vinywa vya simba, wakazima makali ya miali ya moto na wakaepuka kuuawa kwa upanga. Udhaifu wao uligeuka kuwa nguvu. Pia walikuwa hodari vitani na kuyafukuza majeshi ya wageni. Wanawake walipokea watu wao waliokuwa wamekufa wakafufuliwa. Lakini wengine waliteswa nao wakakataa kufunguliwa ili wapate ufufuo ulio bora zaidi. Wengine walidhihakiwa na kupigwa, hata walifungwa minyororo na kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walipasuliwa vipande viwili kwa msumeno, waliuawa kwa upanga. Walizunguka wakiwa wamevaa ngozi za kondoo na mbuzi, wakiwa maskini, wakiteswa na kutendwa mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Ulimwengu haukufanya nini? Haukustahili kuwa nao. Imani yao ilitoka wapi? Kama wangaliutazama ulimwengu huu, kamwe wasingekuwa na imani hii. Walikuwa na imani kama hiyo kwa sababu waliona hazina ya mbinguni ambayo Mungu alikuwa akiandaa ng'ambo ya kilima. Ijapokuwa njia hiyo ni mwinuko mkali, sio ngumu. Ni kwa sababu tumaini letu lipo.
Haijalishi tunakabili nini, badala ya kutembea njia ya imani kwa malalamiko kama mfanyabiashara anayenung'unika, natumaini tunaweza kupanda kilima kana kwamba si kitu. Siku zote tukikazia macho yetu juu ya utukufu ambao Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Kila kitu unachofanya kinabarikiwa. Unaokoa ulimwengu na unabadilisha giza kuwa nuru. Wale wanaofanya kazi kubwa kama hiyo hawahitaji kulalamika. Kutakuwa na vilima, mawe ya kujikwaa na vizuizi. Badala ya kunung'unika kila tunapokabiliana na hali kama hizo, hebu tuelewe kwa uthabiti ahadi kwamba baada ya kuvumilia mambo haya yote, Baba na Mama wataturuhusu kutawala milele katika ulimwengu mtukufu ambapo hakuna mauti, maombolezo, wala maumivu tena. Kwa hiyo natumaini mwaka huu Sayuni zote zitaleta habari zenye shangwe za ukamilishaji wa Injili kwa Mama wa mbinguni, Yerusalemu mpya. Sisi ni watoto wa Mungu katika enzi ya Roho Mtakatifu, tukipokea nuru ya Roho Mtakatifu ambayo ina nguvu mara 7 zaidi kuliko ile ya ujio wake wa kwanza. Hata wale waliopokea 1 ya 7 walikuwa na imani nzuri sana ambayo ulimwengu haukustahili. Vipi kama wakituambia, mmepokea baraka na neema nyingi sana, lakini kwa nini mawazo yenu ni duni? Je, hatupaswi kuepuka kusikia hili? Maumivu ni ya muda mfupi. Kila tunapofikiria ulimwengu ujao, tunafurahi sana. Ninatumaini kwamba kwa imani kama hiyo, tunaweza kuleta furaha kwa Baba wa mbinguni na kumfanya Mama wa mbinguni awe na fahari. Kwa hili ningependa kuhitimisha mahubiri. Asanteni.